Hiyo ni akili finyu kupitia masuala ya streaming na views za YouTube. Yes. Lakini kuna watu hawajui niko na collab na Manu Bias na Mjerumani. Hiyo ndio itakapoa zaidi. Ugumu sasa ulikuja pale kwa masuala ya time management kwenye swala la kushoot. Asi. Kwamba mtoto wa kike fulani hivi mzuri. Kwa hivyo wewe ndio kiongozi wa wasanii huku Tezo. Kwamba hao watu ndio wanaweza kufanya wewe ukawa mtu. Bila hao watu wewe sio mtu. Usifanye makosa ukamtaja Chibo. Ukimtaja hapo ni mwanangu, huyo ni mwanangu. Kwa nini hulipii ngoma studio? Unapita njia kama za Susumila, unakuja kuwa kama kasusumila kadogo ka huku Tezo. Regesha shukrani kwa community waambie na wapigia show ya bure. Kwa nini hulipii ngoma studio? Silipii ngoma studio kwa sababu unafanya ngoma tu unatoa tu, hulipi bro. Silipii ngoma studio kwa sababu silipi studio kwa sababu wana bring back, yani kwamba kwa sababu vile vitu ambavyo nimefanya studio. Amazee appreciation recording ngoma achie. Kwa huenda ikawa labda kuna vitu siwezi kuviongea parawanje katika studio za Crack ama zile studio zingine ambazo na record. Kuna mchango mkubwa katika kusukuma game ama kusukuma katika utendaji wa kazi. Sio unapofikia wakati nimeenda studio nimeenda kurekodi bure ama nimerekodi silipi, ni kwa sababu wanaregesha shukrani kwangu. Na wewe ushai consider huko kuregesha shukrani, uregeshe shukrani kwa community waambie na wapigia show ya bure? Wewe mbona unarudisha shukrani wewe? Naregesha shukrani. Naregesha shukrani njia kama hivi na hivi. Njia ya kusupport mavijana. Kusaidiana pia na jamii. Kusudi tuweze kusonga mbele pamoja, kwa sababu maisha yetu ni maisha ya ukweli. Kwa hiyo tulipotoka tunataka tusogee kwa pamoja kama jamii. Na kuona unavyokuja unapita njia kama za Susumila, unakuja kuwa kama kasusumila kadogo ka huku Tezo. Nikisema hivyo namaanisha nini? Kule Mombasa Susumila alikuwa anaungana na Joho, wanapanga shows na nini, anaongea na wasanii, mipango yote, una get? Wewe ndio Susumila wapa Tezo Ward. Hiyo inakuja hivyo ama niko wrong? Wajua mimi kabla nikuwe karibu na viongozi, mimi jina langu umesema ni Chibodi Kinga cha Moto, ikaja ikatoka kwa Kinga cha Moto ikaja mwanaharakati. Chibodi mwanaharakati. Mimi kabla nianze hizi za kwamba nashikana viongozi kusaidiana 1-2 katika kaunti ya Kilifi, mimi kama mwanaharakati nilikuwa mstari wa mbele kabisa kukosoa uongozi mbaya, kukosoa matumizi mabaya ya uongozi vile ambavyo wanafanya, na pia kuelekeza jamii ni jinsi gani wanaweza kufanya ama kucooperate na viongozi waweze kwenda. So nikawa natumia through music kuongea nao. Lakini sasa hivi nimeamua siongelee kupitia music, niongea nao ana kwa ana. So kama ni kiongozi kuna vitu fulani nafaa afanye kupitia kwa vijana, ama kama jamii anaonaje kiongozi ukafanya hivi na hivi na hivi, au kama jamii kuna vitu wanafanya ambavyo sivyo, anaonaje jamii hivi na hivi tukafanya hivi na hivi na hivi. So si lazima niwaimbie nyimbo, niko nao the ground, tunaongea, tunarekebishana, tunaweza kusonga. Kwa hivyo wewe ndio kiongozi wa wasanii huku Tezo? Si kiongozi wa wasanii. Mimi ni msanii wa Tezo. Lakini watu wanakuchukulia wewe kama wewe ndio unatoa direction. Direction ngoma hii, toa hii line, weka hii, rudisha hivi. Nini? Hawajua kitu kimoja ni kwamba mimi mbali na kuwa mwanamuziki, mimi mbali na kuwa mwanamuziki na mwanaharakati, mimi ni shabiki mkubwa sana wa muziki wa aina zote. Ile watu wajue. Ndio maana unaweza ukapiga nyimbo ya Jamaica na hapa ya Vybz Kartel nikaimba mwanzo mpaka mwisho. Ukapiga nyimbo ya Mbosso nikaimba mwanzo mpaka mwisho. Ukapiga nyimbo ya Kalamoto na Professor Jay nikaimba mwanzo mpaka mwisho. Ukapiga nyimbo ya Master Kimbo nikaimba mwanzo mpaka mwisho. Na maana gani? Kwamba nasikiliza muziki vile unavyoenda, kitambo ulivyokuwa, sasa hivi na muendelezo ni gani. Wewe ni mtu ambaye unathamini sana connections na relationships. Utapata Chibo ukienda mahali popote, usifanye makosa ukamtaja Chibo. Ukimtaja hapo ni mwanangu, huyo ni mwanangu. Sasa wewe hata sio mtu tena. Sasa wewe anaweza kuzingatia Chibo wanakuacha wewe kando. Unaona? Yaani connections zako wewe ziko ndani. Mtu mwingine unampigia simu, mimi kimpigia achukui. Wewe ukipiga anachukua. Unaona sasa hesabu? Unathamini sana connection, unathamini urafiki, unathamini yani mahusiano na watu tofauti. Unaambua network is equals to net worth. Your network inaendaje statement? Sijui kizungu hicho. Hiyo network na watu imekuletea impact gani kwenye life yako na muziki wako? Ushirikiano. Mimi huwa na msemo mmoja huwa anasema kwamba sijafunzwa kuishi vyema, lakini nimefunzwa kuishi vyema na watu. Na maana gani? Kwamba hao watu ndio wanaweza kufanya wewe ukawa mtu.
Bila hao watu wewe sio mtu. Kwa nini sasa mimi bado ni mtu bro? Wewe ni mtu lakini bila watu wewe sio. Kwa sababu gani unajua? Bado tunahitajiana. Oh, ndio ile ya mtu ni watu. Mtu ni watu kwa sababu tunahitajiana kila siku. Okay. So na imani ya kwamba ninavyokuwa ninafanya kazi na mtu fulani kwamba mbali na kazi tuwe tuna ushirikiano vipi? Tunaweza tukashauriana kwa vitu kwa sababu tunavyojuana Sanga, tunavyokuwa tunaongea vitu, tumeongea vingi hata behind the camera. Kweli. Na ni kwa sababu mimi na wewe tunajuana. Siweza kuambia kuna kitu fulani hapa rekebisha hapa ama tufanye Chibodi hapa fanya hivi na hivi na hivi. Ni kwa sababu tuna uhusiano mzuri. Tunaweza tukarekebishana, tukaelekezana njia gani ya kufuata. Tunaelewa vizuri. Lakini tunapokuwa hatuna karibu, hawezi kuniambia kwa sababu ya hofu ya kwamba huyo sana anaanza kunivimbia nini, anaanza kuleta vitu ambavyo si. So kwanza watu waishi vyema na watu kwa sababu naamini mtu ni watu. Yeah. Recently ulitoa ngoma yako ambayo ilikuwa ni collab na Mjerumani. Mjerumani. Hiyo ndio itakapoa zaidi. Kwa sababu unajua Germany ni nchi. Lakini wananchi wa Germany sio wa Germany. Ni wa Jerumani. Kwa Kiswahili ni wa Jerumani, Kizungu ni German. Germany. Na Germany. Kizungu kinakuchanganya wewe. Kizungu sio kwamba unajua Kizungu kilikuja na alafu kuna kitu ambacho wanaongea. Usinikosoa ama kurekebisha kwamba Chibodi hajui Kiingereza. Nisikilize. Kwamba Chibodi hajui Kiingereza na haujanilipia fees. Haujapeana pesa nikasome, alafu naambia hujui Kiingereza. Kweli. Unilipia fee kwenda kusoma. Ndio leo nikosoe kwamba sikuwa na uwezo. Basi kama huko una uwezo wa kunilipia fee, usikosoe Kiingereza changu, tuongee kwa lugha ambayo nilikuwa nataka kusema tu how did that project come about? Eti? How did that project come about? Wewe ni mchonyi? Mimi ni mchonyi. Hebu nusa chichonyi hilo swali yani. Rira project. Urawira yani. Zikala zeta vichikala. Sawa unasa inspire rahisi yani. Okay, issue ni kwamba kwanza alinitafuta. Kwa mail, alinitumia mail kwamba nahitaji kuja kufanya kazi na wewe na nimefuatilia kazi zako, wewe ni msanii mzuri. So namba yangu ni hiyo, akanicheck kwa email akamwambia it's okay. But nikakaa muda hivi akanimail tena akaniambia mbona hujaniongelesha? I need your number because next month nitakuwa Kenya, so nataka tuje tufanye ile kazi. Sasa nikachukulia kama utani, kama prank, kabidi kampa namba. Tukaongea akaniambia it's fine. Next week but one nikija nitakutafuta. Alivyokuja kule akanitafuta akaniambia niko sasa hivi niko Mnarani na tukapanga tuko, lakini sasa bado nikawa na feel kwamba ni maskama. Nikabidi kumshtoa kakangu ambaye pia ni among the supporters kwangu, mzee wa itikadi, akamwambia tuje tukakutana naye. Tukakutana naye Kilifi town hapa Fayazi. So nikaenda kuzungumza naye, lakini kufika pale katika nilikuwa nafikiri labda umri umesonga sana. Kumbe hata kiumri mimi ni mkubwa, yeye ni mdogo. Basi kwamba mtoto wa kike fulani hivi mzuri, mwenye anajua nini anafanya kwa sababu ni mwanamuziki ambaye anafanya live band, anapiga hizo live concert sana huko kwao. So tukaja katika mikakati ya kufanya kazi kwamba tunafanya kazi aina gani. Lakini kwa sababu ni mapenzi na mapenzi ndio yanarun dunia badala ya pesa, tukasema tutengeneze project ya mapenzi. Lakini project ikawa mbili, project yangu na yake. Kwamba hana pesa ya kunilipa mimi ama mimi sina pesa ya kumlipa yeye kufanya kazi. Lakini akafanya kazi yake, nikaweka verse, nikafanya kazi yangu, akaweka chorus. Ugumu sasa ulikuja pale kwa masuala ya time management kwenye swala la kushoot. Okay. Niligombana yeye kwenye gari nikiwa na director wangu Kebram. Tulibishana yeye sana kwenye gari kwa sababu time nilichelewa na kama dakika 10 hivi. Ikawa ni shida mpaka tumefika location. Mpaka director Kebram ananiambia bro, chill out, you just relax. Kwa sababu hauja manage time ile ambayo mmeagana, usibishane naye. Mkaanza kupandishana hasira nini, just relax. Tukaenda location ya shukuru tukashoot. Ngoma ikatoka vizuri na maisha yanasonga. Yule nilikuwa na imagine kwamba akiwa shemeji yule tunaingia Ujerumani kirahisi sana bro. Watu wengi ambao wana imani kwamba paka wapate wazungu ama wapate watu ambao ni wa asili ya nje ndio waweze kutoboa kimaisha, hiyo ni akili finyu. Amini katika bidii yako, amini katika kile kitu unachokifanya. Usiamini kwamba labda ukioa mzungu ndio unaweza kufanikiwa. Usiamini katika labda katika mahusiano na wazungu ndio unaweza kufanikiwa. Hapana. Maisha lazima yaendelee na mapambano lazima yaendelee. Katika mapambano, mafanikio yakija baada ya mapambano yanakuwa ni mazuri sana. Okay. Kwa sababu umepambana na umeshinda. Lakini ushindi wa kupewa mezani sio ushindi. So hiyo swala tuiweke pembeni. Next question please. Sasa nataka tuongelee projects ambazo ziko sasa na zile ambazo zinakuja pale in the next 2 months. Tunapanga nini sasa hivi? Tunapanga nini?
Okay, kwanza wajua, mbali na kupanga kile kitu ambao kunao project ambao na nimeachia juzi kama mwezi hivi, hiyo na Nelilu Half Price Love, na pia bado kuna project zenye zinakuja. Niko na collab na Manu Buyers na ngoma zingine nyingi. Niko na collab na Muhindi by Day, hiyo ni exclusive, wataipata baadaye. Na pia kuna ngoma ambazo zinakuja nyingi. Kuna ngoma ambayo juzi ishaachiliwa ya Backlint na Moscow ambayo inaitwa Undaweza. Kuna project ambayo Campus World ataachia soon. Kuna project zenye Mzee wa Itikadi aliachia, na kuna nyingine ambayo ana very soon anaachia, yuko na Echo. Kuna ngoma ambayo Junior Big ilikuwa nafaa tukae tuzungumze, tufanye kazi, tuachie kazi. So watu saizi wako kikazi zaidi. Bali na watu wetu kwamba kuna project za pamoja, lakini wao kama artist individuals lazima jitengenezee project zao ili tuweze kusonga binafsi. So mimi kama msemaji wa leo, kwa sababu watu wetu ina waongeaji katika vitengo tofauti tofauti, lakini mimi kama muongeaji, kama msemaji, kuna project ambazo zinakuja za watu wetu na kuna project individual za wasanii ambao ni wa watu wetu. So fuatilia, subscribe katika channel zao, Backlint, Campus World, Junior Big, Nizonanga na wengine wengi, ya Moscow, Mzee wa Itikadi, yani tuko wengi sana. Cha msingi watu wafuatilie kazi, tusikize kazi. Alafu kitu kimoja ambacho watu wanakosa kuelewa ama kukosa ufahamu ni kwamba kuna wasanii hapa kwetu Tezo ambao wanapeperusha bendera ya mziki wa pwani kupitia masuala ya streaming na views za YouTube. Lakini kuna watu hawajui. Kwa mfano kama David Mwachiru is a good gospel artist. Mwenye anatoka Tezo na anapiga views sana. Kuna legend kama kina Mapenzi Masha wanatoka Tezo ambao wametengeneza hit song kibao na zimeenda. Kuna mtu kama Joseph Maktubu, ile gari ya bule, anatokea Tezo. Na wamefanya hii industry yani kizazi baada ya kizazi. So watu wategemee vingi kutoka kwetu na tunaweza kusonga kwa pamoja. Ndio. Nataka kupatia nafasi hii ya tunavyoenda kumaliza, useme chochote ama ujibu swali lote lingine ambalo unahisi sijaliuliza na remarks zingine za kufungia. Kuna kitu ambacho mimi huwa nasikia vibaya sana kwa watazamaji, kwa mashabiki. Hilo swali nilikuwa nategemea uliulize, lakini umelikwepa. Sitauliza ile swali, nalijibu. Mimi kama Chibodi, mimi ni msanii. Niko na ninyi mashabiki ambao mnanisupport kila uchao. Kuna washikadau ambao wananisupport kila uchao. Kuna washikadau ambao sio politician na kuna wadau ambao ni politician. Lakini lengo ni moja, kwamba wananisupport kimuziki na ili niweze kusonga. So inapofikia kipindi umeona nimesema Tom Chengo 3 term, Gavana Mng'aro 2 term ama Ruto 2 term, hiyo ni haki ya kidemokrasia mimi kama mimi, kwa sababu na haki ya kusema yupi anastahili. Ni haki. So mashabiki wasije kwenye comment section kwamba wewe una support wanasiasa au unataka kusupport. Hapana. Wewe pia una haki ya kidemokrasia kama shabiki ama kama mdau wa kuweza kuchagua ni yupi sahihi kwako kama shabiki. So kidemokrasia mimi ni mwananchi na wewe shabiki pia ni mwananchi kidemokrasia. So mwananchi pia na haki ya kusema yupi anastahili, yupi hastahili. Lengo ni kujijenga katika masuala ya kidemokrasia, katika masuala ya uchaguzi, maybe campaign ama katika kupiga kura. Mpige kura kupitia kiongozi, sababu ni demokrasia. Lakini usichanganye kwamba wewe msanii wetu na support kiongozi, wewe unapenda sana kuposti wanasiasa, wewe tutakuignore, hatukutaki. Hiyo ni demokrasia. Hata unaongea hiyo bado shabiki, ni demokrasia. Cha msingi asichanganye muziki wangu na siasa. Ikija kama shabiki anisikize kama shabiki. That's it. Yeah. Asante sana bro. Na nataka nikushukuru sana kwa muda wako, lakini pia kwa viewers na washukuru sana kwa muda wenu kwa kufuatilia interview hii. Sawa? Ni ndefu sana, lakini kwa yote ambaye amefikia hii point, hiyo ni ishara ya upendo. Na ningetaka uendapo chini kwa comment uachilie emoji hapo ya kopa kama ishara ya upendo wako kwa Sumilani. Asanteni sana, till next time, adios. Tunaondoka.